huwa haipitiki kabisa, na hapa kwenye hili daraja, Mheshimiwa Mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, ni mara ya pili hii unafika hapa. Mvua ikinyesha watoto hawaendi shule, hali ni mbaya, na kwa miaka ya nyuma kuna mtoto alishawahi kupoteza maisha hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa mkoa, tunaamini wananchi wa huku wana imani kubwa sana na Chama cha Mapinduzi, wana imani kubwa sana na uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa. Ninaamini barabara hii tunaomba tupate msaada kutoka kwako, kwa sababu wenzetu wa TARURA wanasema barabara hii haiko kwenye mfumo wao, haiko kwenye mfumo wa TARURA, lakini barabara hii inahudumia kaya takribani zaidi ya 1500, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo wananchi wanaomba kauli yako na wanaomba sana msaada kutoka kwako ili uweze kutupa maelekezo na kuweza kuwasaidia wananchi wa eneo hili. Naam. Tunakuja hapa. Ndio. Mara kwanza tulikuja na wewe? Ndio. Majibu ilikuwa ni hayo kwamba barabara haipo kwenye mfumo. Ndio. 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 Tulikubalianaje siku ile? Kwanza sababu ilikuwa nini ya kutokuwepo kwenye mfumo? Wala tujikumbushe hapo kidogo. Sababu ya kutokuwepo kwenye mfumo hii tuliambiana siku ile nini? Siku ile Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lililozungumziwa ni kwamba eneo hili ni la mradi, sio kuna mradi. Kwa hiyo vipi? Bwana mwangalia yule. Nilikuwa na ni EPZ EPZ. EPZ. Kwa hiyo huku wakati hata tuna traki barabara zingine hatukuweza kutraki barabara za kuja huku kwa sababu eneo tuliambia kwamba ni la mradi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na sheria ya kusema kwamba hii barabara haikuingizwa kwenye mfumo. Diwani. Nafikiri umesikia majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni lile eneo la EPZ ambalo halijalipwa fidia. Eneo ambalo limelipwa fidia liko zaidi ya kilomita 3 kutoka hapa. Kwa hiyo ni ile eneo wananchi ambayo hawajalipwa fidia. Kutokulipwa fidia maana yake ni mheshimiwa elewa baba. Kutokulipwa fidia maana yake ni nini? Ni kwamba wananchi watakuwa wahame ama ni vipi? Tumpe bwana. Hata anajua vizuri yeye. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hawatakiwi kuhama mpaka watakapolipwa fidia. Na DC tumeshakaa zaidi ya mara 3. Tunamshukuru Mheshimiwa DC, tumeshakaa tumezungumza. Kwa hiyo wale wananchi ambao eneo hawajalipwa fidia, wao wanatakiwa kuwepo. Kama serikali italitaka eneo, basi watalipwa fidia. Kwa hiyo eneo hili ni lile ambalo halijalipwa fidia. Mpe mkuu wa wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasikia kero na kama ambavyo amezungumza meneja wa TARURA kwamba barabara hii haikuingizwa kwenye mpango wa TARURA, lakini ni kwamba kama kuna barabara ambayo haijaingizwa kwenye utaratibu, basi kuna mambo mawili. Kuna barabara ambazo wakati mwingine halmashauri inasaidia
katika ujenzi na sehemu ambazo zinakuwa zina kero kubwa za wananchi, lakini kuna wakati mwingine tukifanya vikao vya miundombinu tunaleta katika kikao cha miundombinu ili ile kamati ya miundombinu ije ikague katika eneo hilo, na kamati ya miundombinu ikishaona kwamba kuna umuhimu barabara hiyo iingizwe kwenye utaratibu wa TARURA, basi inaingiza kwenye DCC, kwenye kamati ya ushauri ya wilaya, alafu inapeleka moja kwa moja muhtasari wake kwenye RCC, na hiyo barabara na inaweza sasa ikaingizwa kwenye utaratibu ambao unatakiwa. Lakini kubwa hapa daraja ambalo linakata mawasiliano kwa kunyesha hapa, na ni kweli mara pili kuja hapo sisi tunakuja kwa sababu jua la waka na mvua zimekata, lakini wiki moja nyuma hapa manake wa kule wa huku ni wa huku, mawasiliano kwa hakuna kabisa, na ukondo manake ni mkubwa sana. Sasa hatuwezi kuacha wananchi siku zote wanataabika na sisi viongozi huku, kwa sababu kama kosa tumelifanya sisi viongozi, tuliwaacha wananchi wanagawana viwanja, wanachimba misingi, wanajenga, wanapaua, wanaezeka, umeme tukawaletea, maji tukawapelekea. Maana yake tumewaruhusu kwamba nyinyi endeleeni kuishi hapa. Kwa hiyo kama tuwapelekea maji, kama tuwapelekea umeme, basi na barabara lazima tuwapelekee. Kama tuwapelekea maji, kama tuwapelekea umeme, madaraja lazima tuweke, mawasiliano yaweze kuwepo. Tuwapongeze katika vikao vyenu mlipoamua kwamba wananchi waendelee kukaa maeneo hayo. Siku serikali ikihitaji eneo hili watakuja kulipa fidia kwa mujibu wa taratibu na sheria kama alivyolipwa hao wengine huko ambao hatujui ni nini. Kama hatujui ni nini, hawa ni watu ambao walikipa kura Chama cha Mapinduzi, lazima tuwasaidie. Haiwezekani wananchi wanalalamika halafu na viongozi nao walalamike, maanake itakuwa hakuna mtu wa majawabu. Chama cha Mapinduzi ndicho chenye majawabu ya wananchi wanapokuwa na matatizo yao. Tungekuja leo, uchaguzi ungekuwa miezi miwili kabla, tungesema tuje kutafuta kura, lakini tumekuja uchaguzi shamalizika miezi michache iliyopita. Leo tumekuja hapa, maana yake tumekuja kuhangaika na kero za wananchi na adha za wananchi. Lazima majawabu yake yapatikane. Lakini ndugu zangu, lazima tufahamu utaratibu na sheria tulizojiwekea sisi wenyewe. Barabara na madaraja chini ya TARURA, kama barabara haipo kwenye mfumo, maana yake serikali haiwezi kutenga fedha hapo kujenga barabara hiyo wala kujenga madaraja haya. Lazima barabara kwanza itambuliwe. Hiki lazima tukijue, lazima tufahamu. Kwa sababu barabara hii kilichosababisha isiwepo kwenye mfumo kutambuliwa rasmi kwa muda mrefu ni huu mgogoro wa muda mrefu ambao upo kati ya PZDA na pamoja na wananchi, mgogoro ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuja katika mkoa wetu wa Tanga alitoa maelekezo katika baadhi ya maeneo, lakini hapa maana kama diwani alivyozungumza, tumpongeze Mheshimiwa Mkuu wa wilaya kwenye vikao mlivyokaa, maana wananchi hawa wasigasiwe. Kama wasigasiwe, maana yake lazima tuweze kuwapelekea miundombinu hii, kwa sababu tukijenga hii barabara, tukijenga hili daraja hapa, kurudisha mawasiliano, kuweka mawasiliano, bado daraja hili hata wananchi wakija wakihama hapo litakuja kutumika tena na serikali hiyo ambayo kwamba katika mradi ambao watakuja kufanyaje, watakuja kuweka hapa. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa wilaya amemuomba hapa mkurugenzi, lakini labda nimuulize ndio ya TARURA kabla mwingine ndio kidogo. Nafikiri tulikuwa eneo la Masiwani kule. Ndio. Tumeona wananchi ambao walitolea, na mimi nilikwenda pale nikaongeza nguvu
wakajenga kivuko kile ili kuweza kuondoa ile changamoto. Ndio. Kivuko cha aina ile pale, daraja la aina ile hapa haliwezi kukaa. Hapana, lile ni dogo sana. Lile ni dogo sana. Ndio. Kondo hapa ni mkubwa sana. Hapa ni mkubwa sana. Ndio. Ambao kwa haraka patataji shilingi ngapi hapa? Kwa haraka inatakiwa tujenge box culvert ya midomo mitatu kama milioni 600. Nitaka wananchi wasikie. Ndio. Kwamba serikali inapohitaji kuchukua milioni 600 kuja kuiweka hapa katika barabara ambayo bado haipo kwenye mfumo, kwa migogoro hiyo ambayo ipo kwa muda mrefu, lazima tuje changamoto ambayo inayojitokeza. Kwani kwa barabara inachukua muda mrefu kutokuwekwa kalafati, kutokujengwa kwa muda wote huo. Unataka na mpate hiyo picha ndio gharama yake. Sasa kwa hali ile ya udharura, maana hiyo maana yake daraja la kudumu. Ndio mwenyekiti. Ndio. Tunafanyaje kuondoa changamoto hii ambapo wananchi mvua inaponyesha angalau tuweze wananchi hawa kupita? Mkurugenzi DC amesema jambo hapa. Naam. Asante mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Mimi nadhani injinia hapa tuwe na shortcut. Lete alternative mbili, hiyo ya muda mrefu uliosema na hii ya muda mfupi, sawa? Alafu mimi niangalie mfuko wangu ni kiasi gani nitaweka hapo, ndio tutakuwa tumefikia mwafaka. Ina maana katika bajeti inayokuja ya mwezi wa 7 ni lazima tutenge hizo fedha milioni 600 kwa ajili ya daraja la kudumu, lakini kwa sasa hivi tuangalie alternative ambayo the best, ambayo inaweza kutumia labda milioni 40 au 50, halmashauri na uwezo wa kutoa, tufanye hiyo kazi. Kabla hajajibu Mungu injinia mzako. Ndio. Ndio. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nilieleze wazi kabisa ili wananchi waelewe. Kama tunafanya jambo la muda mfupi, la kipindi kifupi, kwamba ni miundombinu ambayo si ya kudumu sana, maana yake maji yakiwa mengi hawataweza kuvuka, yakipungua kidogo watavuka. Maana yake tutaweka series za karavati juu, tutamwaga zege, litakuwa na gharama ambayo sio kubwa, lakini maji yakiwa mengi, maana yake watasubiri maji yapungue kidogo. Sasa isije ikaonekana kwamba tumekuja tukasema tunatatua tatizo alafu baadaye wakasema mbona tatizo limetatuliwa nusu. Kwa hiyo naomba hilo lieleweke, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sisi moyo. Mimi nafikiri kwanza wananchi wenzetu, sisi kuja kwetu hapa tuliomba mtafsiri kwamba tumejali na tumeguswa na kilio chenu. Ndio maana tuko hapa. Natoka asubuhi na tuna ziara na sasa tuko hapa. Muone kwamba tumeguswa na hii kero ambayo nyinyi inawakabili ya muda mrefu. Mimi sihitaji majawabu ya kubabaisha. Hapa tutababaishana. Kwa kuwa ni jambo hili kubwa, tukisema tunaweka hapa mpango wa muda mfupi, alafu mwezi wa 7 manake ni miezi 3 kabla, baada yake manake tunakuja kuitupa hela serikali hapa bila sababu ya msingi. Mimi naomba wananchi wenzetu tuendelee kuvumilia. Sisi viongozi wa chama na serikali tutakae pamoja, tuumize vichwa, tuone kama kuna hitaji kwenda kwa waziri yeyote anayehusika kwa kuruhusiwa hapa kwa udharura wake palivyo, kwa sababu eneo hili maana yake wizara ya viwanda inahusika, si ndio? Ndio. Eneo hili wizara ya uwekezaji wanahusika, si ndio? Lakini na TARURA pia watafanyaje? Wanahusika. Tunao uwezo wa kuondoka sisi kama viongozi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.